Kwa sasa tuna tukio ambalo linakaribia kufanyika, ambalo tukio la uchaguzi ambao tunaenda kufanya uchaguzi tarehe 24 mwezi wa kwanza 2026. Uchaguzi huu ni uchaguzi wa viongozi wetu ambao ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu msaidizi, mabalozi wa blocks zetu pamoja na wawakilishi wa makundi maalum, hasa makundi ya walemavu. Uchaguzi huu unafanyika kwa sababu Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipita hapa tarehe 8 mwezi wa 9, akawa amepata hoja mbalimbali kutoka kwa wafanyabiashara. Moja ya changamoto aliyoipata ilikuwa ni kwamba wafanyabiashara walikuwa wanahitaji mabadiliko katika uongozi, kwa sababu walidai kwamba viongozi waliopo hawafanyi mikutano mara kwa mara na kusikiliza kero zao. Hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alikubaliana na hoja hiyo na akakubali maombi hayo. Baada ya hapo akatoa agizo uchaguzi ufanyike. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kufanya uchaguzi. Tumeshafanya uandikishaji kwa awamu ya kwanza ambao ulifanyika tarehe 7, tarehe 8 na tarehe 9. Tukapata watu 932 katika watu 2700. Lakini baadaye tulivyoita ile kamati ikaona kwamba watu hawatoshi, waongezewe siku. Kwa hiyo tumeongezea siku za uandikishaji ambazo ni leo tarehe 14 na kesho tarehe 15. Kwa hiyo uandikishaji unaendelea na watu wanaendelea kuitikia. Wito wangu kwa wafanyabiashara na washauri na wasihi kwamba huu ni muda wao wa kuchagua viongozi. Wawe makini katika uchaguzi wa viongozi. Wakichagua viongozi wazuri watawavusha kwa hii miaka mitatu ambayo ni ya viongozi kuongoza. Mimi kwa majina naitwa Shida George, niko hapa soko la Machinga, ni mfanyabiashara ndogo ndogo. Nilikuwa nimefurahi kwa maana sikupata fursa ya kujiandikisha awamu ya kwanza. Leo nimepata baada ya kuongezewa muda wa kujiandikisha. Nilikuwa nawahamasisha wamachinga wenzangu kuja kuendelea kujiandikisha ili tuchague kiongozi ambaye ni bora kwetu.